Yes bwana, klabu ya Yanga wameweza kufanya maamuzi magumu ndani ya timu yao hiyo mara baada ya kocha wao mkuu bwana Pedro kuweza kushindwa kabisa kuipa matokeo mazuri timu ya Yanga katika mchezo wa hatua ya fainali kwenye michuano ya Muungano Cup. Tayari mpaka sasa hivi klabu ya Yanga wamekushaweza kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na hatima ya kocha huyo wa timu yao. Hapa namzungumzia bwana Pedro Gonçalves. Sasa ni taarifa gani ambayo klabu ya Yanga wameweza kuitoa kwenda kwa umma kuhusiana na hatima ya kocha huyo mkuu wa timu ya Yanga bwana Pedro? Undani wa taarifa hii tutakuja kukujuza na kukabilisha wewe moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus, ili naye mwanamchezo wangu uweze kufahamu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya kikosi hiko cha wananchi. Lakini kabla sija kusogezea undani wa taarifa hii, ili naye mwanamchezo wangu uweze kufahamu juu ya hiki, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa. Kama wewe hii ndo mara yako ya kwanza unajiunga nasi hapa SR Media Plus alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kikweli kabisa wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi tunakujuza na kukuhabarisha wewe moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus. Cha kufanya sasa ili usiendelee kupitwa na hizi taarifa zetu zote mpya za kimichezo, swala ni jepesi kabisa. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii iliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kupata kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakujuza na kukuhabarisha wewe moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus. Na kama tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana kile ambacho nimeweza kukujuza na kukuhabarisha hapo awali. Kama ninavyofahamu, mara baada ya mchezo kati ya timu ya Yanga dhidi ya timu ya Simba kuweza kutamatika kwa timu ya Yanga kupoteza chuma moja kwa bila kwenye fainali ya kombe la Muungano Cup, bao ambalo limeweza kufungwa kwenye mkwaju wa penalti na mchezaji wa klabu ya Simba Suleiman Mwalimu kwenye dakika za jioni kabisa, dakika za 122. Sasa kufuatia matokeo hayo mabaya ambayo klabu ya Yanga wanayapata kadri wanavyokutana na timu ya Simba kwa kipindi cha hivi karibuni, ikiwa timu yao inaongozwa chini ya kocha Pedro, hatimaye klabu ya Yanga wameamua afanye maamuzi magumu kuhusiana na kocha huyo. Sasa kama ninavyofahamu, Pedro tangu aweze kutoa ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga amekuwa na muendelezo sio mbaya sana, lakini anapoweza kukutana na timu zenye madaraja makubwa amekuwa na changamoto ya kupata matokeo chanya kweli kweli. Tumeweza kushuhudia mechi ya kwanza ambapo timu ya Yanga walikutana na timu ya Simba pale visiwani Zanzibar kwenye ligi kuu ya NBC. Mchezo uliweza kutamatika kwa sare ambayo kwa namna moja ama nyingine Simba walikuwa wana uwezo mkubwa wa kushinda, sema ndio hivyo, kwenye matumizi ya nafasi walishindwa kutumia vizuri. Sasa imekuja tena kujirudia swala hili katika fainali ya Muungano Cup ambapo klabu ya Yanga walionekana kuzidiwa kwa kiasi kikubwa na timu hiyo ya Simba Sports Club mpaka mchezo kwenda dakika 120 na hatimaye mchezo huo kuweza kutamatika kwa timu ya Yanga kupoteza mchezo na kulikosa kombe la Muungano Cup. Sasa Pedro ana maswali mengi ya kujiuliza kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo ambao unakwenda kuzikutanisha timu hizi mbili, timu ya Simba akiwepo nyumbani pale kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo dhidi ya mtani wake wa jadi Yanga Sports Club. Bwana Pedro ana maswali mengi ya kujiuliza kipi aweze kwenda kukifanya ili aweze kuwaaminisha mashabiki pamoja na uongozi wa klabu ya Yanga kwamba bado ana kitu na anaweza kufanya makubwa katika mechi kubwa zenye presha kubwa. Mfano mzuri ni mechi hiyo inayokwenda kupigwa Mei 3 katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, mchezo kali ya dabi kati yao dhidi ya timu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Naamini hatima ya kocha huyu Pedro inaweza kaamuliwa kwenye mchezo huu endapo kocha ikitokea atapata matokeo mazuri, kuna mema juu yake, lakini ikitokea kocha ataenda kupata matokeo mabaya, pengine uamuzi mgumu zaidi utaenda kufanyika na uongozi wa klabu ya Yanga juu ya kocha huyo bwana Pedro Gonçalves. Ni hayo tu mwana mchezo wangu nilikuwa nataka nikusogezee ili nawe uweze kufahamu kuhusiana kile ambacho kinachoendelea ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Kama una chochote kitu, maoni yako ama mtazamo wako, basi ndio muda wako sasa kuja kutuambia kupitia sehemu ya comment hapo. Dondosha comment yako hapo na sisi tutakuja kuchati na wewe kupitia hapo kwenye sehemu ya comment section, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.